Hujambo na nikukaribisha mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani na China zimefikia makubaliano ya kibiashara. Ni baada ya kusuguana kwa muda mrefu baada ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump kuongeza ushuru kwa bidhaa zinazotoka nchini China kwa 145%, ambapo China ilijibu mapigo kwa kuweka 125% kwa bidhaa za Kimarekani. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ameeleza majadiliano hayo kuwa yenye tija, wakati naibu waziri mkuu wa China He Lifeng amesema mazungumzo hayo yalikuwa ya kina na ya wazi. Ikulu ya White House iliuita mpango wa biashara, lakini haikutoa maelezo zaidi. Taarifa pamoja yenye maelezo kamili inatarajiwa kutoka siku ya leo ya Jumatatu. Wawili hao walikuwa wakifanya mazungumzo ya siri weekend yote hii katika mkutano wa kwanza tangu rais wa Marekani Donald Trump atoza ushuru mkubwa dhidi ya China mwezi Januari. Mazungumzo haya yalikuwa ni mikutano ya kwanza ya ana kwa ana kati ya nchi hizo mbili tangu rais Trump atoza ushuru wa 145% kwa bidhaa za kutoka China, huku Beijing ikijibu kwa kutoza 125% kwa bidhaa za Marekani. Ushuru huo mkubwa ulisababisha msukosuko katika masoko ya fedha na kuzua hofu ya kudorora kwa uchumi duniani. Hata hivyo, Marekani imefikiria mbali na kuona kwamba hali ya uchumi imezidi kudorora na kwamba inapaswa kukaa meza moja pamoja na Uchina kwa ajili ya kutatua jambo hilo ambalo wamehisi lingewezekana kufanyika haraka. China ilisema ilikuwa tayari kwa vita vya aina yoyote na Marekani. China ilionya mara kadhaa Marekani kwamba ipo tayari kwa ajili ya vita vya aina yoyote baada ya kujibu vikwazo vya kibiashara vilivyotangazwa na Donald Trump. Hata hivyo, nchi hizo zenye uchumi mkubwa duniani zimekaribia kuingia kwenye vita vya kibiashara baada ya Trump kuweka vikwazo zaidi vya kibiashara kwa bidhaa zote za China, huku China ikijibu haraka kwa kuweka vikwazo ushuru wa 125% kwa baadhi ya bidhaa za kutoka nchini Marekani. Ubalozi wa China mjini Washington katika chapisho lake iliwahi kueleza kwamba ikiwa vita ndivyo Marekani inavyotaka, iwe ni vita vya ushuru, vita vya biashara au vya aina yoyote ya vita, tuko tayari kupigana hadi mwisho, alieleza balozi huyo. Hii ni moja ya kauli kali zaidi kutoka kwa China tangu Trump alipoingia madarakani, na inakuja wakati viongozi wakuu wamekusanyika wakitafakari jinsi gani ya kuweza kupambana kwa ajili ya kutatua tatizo hili ama changamoto hii ya kibiashara. Hata hivyo, kupitia wachumi kutoka Marekani pamoja na China wametafakari kuona ni namna gani wanaweza kutatua hali hii ambayo wanadai kwamba ingesababisha hali ngumu ya uchumi wa ulimwengu, na hivyo wakaamua kuhakikisha vita hii ya kibiashara inaisha mara moja. Na ndio maana viongozi kutoka Marekani pamoja na Uchina wakakubaliana juu ya namna watakavyoweza kufanya biashara kati ya mataifa yao. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua yanayojiri katika ulimwengu.